Na shukrani sana Chichi Josephine kutoka studioni leo katika mada yetu kuhusu swala zima la ufadhili wa elimu ya juu. Nimeweza kuungana na baadhi ya wadau katika kaunti hii ya Taita Taveta wakiwa wakazi wa hapa Voi wakizungumzia swala hili kuhusiana na elimu ya vyuo vikuu. Tusikie kauli zao. Kwa jina mimi naitwa Engineer Elijah Mwandoe kutoka Voi Taita Taveta. Na jambo la kwanza pengine nijibu swali la kwanza kama ya kutekeleza mambo ya kufadhili wanafunzi katika vyuo vikuu. Hiyo sio ati ni jambo geni. Mimi mwenyewe nimesomea bure, tena tukawa tunapatiwa mkopo katika chuo kikuu na ukitoka ndio unakatwa ile hela. Kwa hivyo kwa ufupi inaweza kutekelezeka. Mimi najua shida iliyo kubwa katika serikali ni ile kupata ile fedha. Na ile fedha sio kwamba haiko, lakini kitu kikubwa kilichoko ni ubadhirifu wa hali ya hela, mpaka unakuta wakati wanaulizana ni pesa ngapi zimebaki, tayari zimetoka na mahali zinaenda haijulikani. Huu mradi ukiletwa kwa HELB, ile shirika la kupatiana hela kwa vyuo vikuu, ile itakuwa ni kama, manake iko na huwa inakuwa na nini yake na profit wakati mtu unarudisha zile pesa. Ule ni kama mradi development ambapo hizo pesa za mikopo zinaweza kuingizwa hapo. Kwa hivyo ni watu wameingia pale na ni roho ngumu tu. Hawataki kuona kwamba miradi fulani inafanywa, wanachukua hizo pesa. Lakini hela ziko na mimi najua Kenya ni kubwa hata kushinda wale ambao wanatakana kupatiana hiyo mifumo. Swala la pili umeuliza hali ya vyuo vikuu katika Kenya. Mimi nimesoma kwa vyuo vikuu 6 tofauti Kenya nzima, Kenya na dunia nzima. Na mimi mwenyewe nimekuwa mkufunzi katika vyuo vikuu. Na ukifananisha hiyo miaka ambapo nilikuwa nikisoma na wakati huu, hata ni aibu kubwa. Juzi nimeenda kuzuru mtoto wangu mmoja yako anasomea Pwani University, unakuta wanakaa katika nyumba za kupangisha. Sasa katika ile nyumba ya kupangisha mtoto anakuambia iko sawa, lakini kumbe anapika na ile coil ameweka juu ya mabati. Ananunua coil ile ya shilingi 1000, anaweka kwa socket. Ndio hiyo anapika nayo sukuma wiki. Sasa ni masomo gani ataenda kusoma huyo mtoto? Kwa hivyo hali ni mbovu. Tena mimi nasema ni kwa vyuo vyote vikuu, sio kimoja ama kingine. Asante. Na kwa dakika sekunde 30 pengine unahisi kwamba ni changamoto zipi zinazokabili vyuo vikuu vya umma huku nchini? Ni kama zipi vile? Changamoto ni nyingi. Jambo la kwanza ile quality ya elimu. Unajua sasa unakuta mkufunzi anafundisha vyuo vikuu 3 ama 4 kwa wakati mmoja. Manake ile pesa kila wakati mnaona wakienda barabarani wanagoma, pesa hazitoshi, ile mishahara ni midogo. Inabidi yule mkufunzi aende afundishe vyuo vikuu 2, 3. Sasa hata kuwa na ile hekima ya kusema kwamba atafundisha kulingana na ule mfumo ulioko. Ile syllabus kuikava, zingine inakuwa sasa ni digital, watoto wanasukumizwa na mambo kama hayo. Changamoto ya pili, malazi hayako ama kama yako lakini sio ile standard ambayo inatakikana. Kiwango kiko chini. Kuna mambo pia ya uhusiano wa vyuo na wanafunzi alafu na wazazi. Kunatakana hayo mafiga matatu yashikanishwe ndio chakula kipikike vizuri. Kwa hivyo changamoto ni nyingi, lakini nafikiri kwa sasa hizo ndio naona ziko tops. Ninaamini ya kwamba inawezekana, lakini kuwe na wale ambao wanahusika wawe na hiyo dhamira ya kufanya hilo jambo. Kwa sababu kama pesa, Kenya iko na pesa, si uongo. Lakini ile standard ya nini iko saa hizi huwezi linganisha na 1970s. Kwa sababu unakuta 1970s watu walikuwa wanakaa kwenye vyuo, na kumbuka hata kulikuwa mpaka na ice cream. Kwa nini unakula lunch na unapewa ice cream? Kwa nini? Kwa cafeteria ile. Na watu walikuwa wanakaa kwa huko kwenye chuo. Unakuta standard ilikuwa ya juu. Na hata wale wakufunzi walikuwa hapo, walikuwa ni watu ambao wanaangaliwa vizuri. Kwa hivyo sasa kama kuna will ya kufanya haya mambo, na pesa pia wapewe za kutosha. Walipwe vizuri, waandiri walipwe vizuri. Unajua inashangaza kwa sababu unakuta kuna watu politicians wanalipwa pesa mzuri, wana allowances nyingi, na watu wanaofanya kazi hii wanalipwa pesa kidogo. Vyuo vyenyewe havina pesa ya kutosha. Kwa sababu kila wakati unasikia kuna matatizo kwenye vyuo. Lakini najua ya kwamba inawezekana kwa sababu ishafanyika. We are not reinventing the wheel.
Na ukitaja hayo, pengine unahisi kwa maoni yako ni changamoto zipi kuu ambazo zinakabili vyuo vya umma nchini? Mmoja, kwanza nafikiri ni vile ambavyo hizo pesa zinawachiliwa, kupeanwa, kuchelewa na saa zingine hata kutokuja. Na pili pia ni ufisadi, kwa sababu kumekuwa na ufisadi mwingi tu kila mahali. Na Mchichi, ndizo kauli zao kuhusiana na swala hili zima, na sasa naregesha kwako usukani studioni kuendeleza na mada hii ili kusikia pia maoni ya Wakenya wengine. Mie ni Julius Mariki kutoka Voi, naregesha usukani kwako studioni.